Tukizungumzia kuhusiana na mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa timu zote mbili, nazungumzia hawa watani wa jadi Simba pamoja na Yanga. Siku kadhaa nyuma kulikuwa kuna utambulisho, as you said, wa wachezaji katika siku mbili kubwa kwenye timu hizi. Hapa nazungumzia Simba Day pamoja na Yanga Day, au kilele cha siku ya wananchi. Na leo kupitia Newsbeat tuko na Zuchu, ambaye Zuchu alikuwa ni msanii ambaye alikuwa headliner kwenye show ya kilele cha siku ya wananchi. Nazungumzia tarehe 12 pale kwa Mkapa. Na tumekutana na clip nyingi sana zikienea mitandaoni kuzungumzia shows ambavyo zilikuwa kwa pande zote mbili na nini. So leo kupitia Newsbeat tumepiga story na Zuchu kuhusiana na yeye kuwa headliner kupitia siku ya kilele cha wananchi, na mwaka huu hapa amekuwa headliner pia katika actually mwaka 2022 aliwahi kuwa headliner kwenye Simba Day. Yes, na mwaka huu hapa amekuwa headliner kwenye tamasha la Yanga. Si unanielewa? So kwake hii inatafsiri kitu gani kuwa headliner kwenye timu hizi zote mbili kwa miaka miwili tofauti? Nadhani mimi kuwa headliner wa siku hizi mbili kubwa kwenye soka kwenye nchi yetu pia inaonyesha ni kiasi gani collaborations za mpira na entertainment zinazaa matunda makubwa. So nimefurahi sana, na hii inaenda kuwa historia nyingine mpya kwenye CV yangu, kwenye sanaa yangu, kwenye status yangu. Sio kitu ambacho nakichukulia kwa udogo, ni kitu ambacho nakichukulia kwa ukubwa sana, kwa sababu si mara nyingi kuona msanii wa kike ana headline siku kubwa kama hizi. Naweza kusema nimepata bahati hiyo, na namshukuru Mwenyezi Mungu, na nawashukuru mashabiki, lakini pia nawashukuru viongozi wa mambo ya soka, especially right now nawashukuru sana viongozi wa Yanga kwa kuona nina tija na ninafaa kwa headline siku adhim kama hii. So this actually means a lot, lakini pia kama nilivyosema hapo awali, inaenda kuongeza CV kubwa kati ya zile CV zangu nilizo nazo. Kwa hiyo historia mpya imeandikwa.